kuiheshimisha TSN, kwa sababu heshima ni kazi. Umefanya kazi, TanTrade wamekuona kwa sababu umekuwa ukifanya coverage ya maonyesho haya kwa miaka kadhaa. Waandishi wengi wamefanya kazi hiyo, lakini wewe TanTrade wamekuona kwamba ni wa kipekee. Hongera sana. Hongera sana. Hongera sana. Mimi nakutakia kila la heri, na TSN inajivunia sana kuwa na wewe. Na tunaamini kabisa utaendelea kuiheshimisha TSN katika kazi hizi muhimu kabisa. Kwanza unaitumikia TSN, lakini unaitumikia nchi na Watanzania. Hongera sana. Okay, sana. Okay. Basi wakati tunashukuru sana kwa pongezi, lakini sasa utuambie maonyesho, ushiriki wetu wa maonyesho mwaka huu unasemaje kama TSN? Ushiriki wetu tuliamua, bodi ya wakurugenzi wa kampuni ya magazeti ya serikali pamoja na management na watumishi wote tuliamua kwamba TSN kwa kipindi hiki mwaka huu wa 2026 katika haya maonyesho tuingie tofauti, tuweze kujirebrandi zaidi, kuwaonyesha Watanzania kwamba kampuni yao ambayo yenye takribani miaka 90 ikihudumia Watanzania na bado ipo na ina nguvu ya kutosha kuendelea kuhudumia Watanzania, na hilo ndio lilikuwa lengo hasa. Kwa hivyo tukaona kwamba ni vizuri ushiriki wetu uwe wa kipekee, tuwaonyeshe Watanzania kwamba ni shughuli gani tunazifanya, na kwa namna gani maono ya siku zijazo ya TSN ili kuweza kuitumikia zaidi serikali. Tunajua kabisa kwamba serikali inaenda kuendelea na kukamilisha uwekezaji mkubwa uliofanywa ambao ni wa kujenga kiwanda kikubwa cha printing, ikiwa ni pamoja na kuchapisha magazeti ya TSN, lakini pia tutachapa bidhaa mbalimbali kutoka kwenye taasisi mbalimbali za umma ambazo tunaamini kabisa hao ni wateja wetu namba moja. Kwa hivyo tumeona kwamba kabla ya kiwanda hicho kukamilika, basi ni vizuri kuanza kujionyesha kwamba tupo na taasisi zote za umma ambazo zinafanya kazi ya kuprinti bidhaa mbalimbali wakae tayari, wakitukiwa tuna matarajio makubwa kutoka kwao. Na ndio maana hasa dhumuni la kuwa na banda hili ambalo kwa hakika linaelezea namna gani tunafanya kazi katika commercial printing, lakini katika magazeti yetu pendwa ya Habari Leo na Daily News, lakini digital platforms zetu namna ambavyo zinafanya kazi. Lakini tukienda katika maeneo tofauti ya kujitangaza kwa kuchapa bidhaa mbalimbali, lakini watu ambao tumeshawahudumia tumeonyesha kwamba ni kina nani ambao tayari ni wateja wa TSN na wanaendelea kupata huduma TSN. Kwa hivyo hasa lengo ni kuweza kujirebrand na kujitangaza zaidi kwa Watanzania ili waweze kutambua uwepo wetu na kuwa tayari kufanya biashara na sisi. Asante mkurugenzi. Sasa hivi tumepata maoni mengi kutoka kwa wadau wanaotutembelea, wakurugenzi wa taasisi mbalimbali, kutokana na kwamba sasa hivi tunaingia kidijitali zaidi. Labda unawaahidi nini Watanzania? TSN imedhamiria kutobaki nyuma katika ulimwengu huu wa sayansi na teknolojia. Tunafahamu sayansi na teknolojia inapoleta mabadiliko yake, usipokubali kwenda nayo utaachwa. TSN haiko tayari kuachwa. Kuna kitu ambacho tunasema kwenye wataalamu wanaita digital convergence. Ni namna gani tutakavyoenda kuenda sambamba traditional media, mainstream media zinaenda vipi kuungana moja kwa moja na digital. Kwa hivyo habari ambazo zitakazotoka kwenye magazeti yetu utazikuta kwenye digital platforms zetu, kwenye majukwaa ya kidijitali. Huko pia unazipata habari zile zilizopo Habari Leo pamoja na Daily News. Lakini mbali na hivyo, tunasema kwamba gazeti letu tunaenda kulisambaza katika mfumo wa kidijitali kwa kuhakikisha kwamba taasisi za serikali zinaenda kuwa ndio subscriber mkubwa. Tulikuwa tuna changamoto kidogo
kulikuwa kuna maudhi kwa watumiaji wa ununuzi wa magazeti yetu. Maudhi yalikuwa, unaweza ukawa unataka kununua gazeti, unaenda mpaka mwisho unalipia, lakini gazeti haliji. Maudhi yote tumeyaondoa, lakini mbali na kuondoa maudhi hayo, tumehakikisha kwamba gazeti letu linaenda, sio tu utalisoma wewe mwenyewe kupitia kwenye kiganja chako, lakini pia unaenda sasa tunamtumia teknolojia ya akili unde kuhakikisha kwamba unaweza ukawa unaendesha gari lako ukasomewa gazeti lako kwa njia ya kumtumia akili unde, akakusomea kulingana na peji gani unataka. Unaweza ukawa wewe katika kupitia gazeti umeona kwamba mimi nataka makala ambayo iko ukurasa wa 7. Kwa hivyo ukurasa huo wa 7 ukiituma akili unde inaenda kukusomea makala hiyo au uchambuzi uliopo katika ukurasa husika. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo TSN imejipanga na inaenda kujitanabaisha katika maeneo hayo kwa kiasi hicho, na kila siku sisi tunasema tutakuwa tayari kwa mabadiliko yote ya teknolojia ili tuende nayo sambamba. Tumenunua vifaa vya kutosha, tunaenda kuwa na studio ya kidijitali ambayo tutatengeneza maudhui ya kutosha yatakayoenda mtandaoni kupitia studio hiyo. Yote hiyo ni namna gani ambavyo tunaweza tukaenda sambamba na teknolojia kwa kutumia digital platforms zetu kuweka maudhui yetu. Tuna watangazaji wazuri sana ambao wanaenda sasa kutumia studio yetu kuweza kufanya uchambuzi wa mambo ya michezo, wanaenda kufanya uchambuzi wa habari zetu. Kwa hiyo habari haitakuwa habari tu, kwa sababu kwa sasa habari haiko katika mfumo wa zamani, ni lazima uiongezee thamani. Lazima katika kila habari add value. Sasa unaenda add value vipi? Ni kuweka uchambuzi, na uchambuzi sio lazima usome. Uchambuzi huo tutatafuta wataalamu wazuri ambao watakuwa wanaingia studio, wanaweza kufanya uchambuzi wa habari zetu ili basi kuweza kuvuta Watanzania wengi na duniani kote waweze kuifikia TSN na vyombo na magazeti yake yote pamoja na majukwaa yake ya kidijitali kupata habari za uhakika. Asante mkurugenzi, tunapoenda kumalizia sasa, unaona juzi tu tumeanza vision ya 2050. Kama TSN, taasisi ya serikali, imejipanga vipi? Mpango huu wa vyombo vya habari haviko nyuma katika utekelezaji wa vision 2050. Vyombo vya habari ni sehemu muhimu sana. Kwanza ni kwenda kuhakikisha kwamba taasisi wa Tanzania wanavyoendelea utekelezaji wa vision hii, dira, namna ambavyo Watanzania wanatekeleza, taasisi za serikali zinavyotekeleza, wafanyabiashara wanavyotekeleza, wafanyabiashara binafsi wa kimataifa moja kwa moja wanaoungana na Watanzania katika utekelezaji wa dira, na sisi tunaenda kuwawekea profiles zao na utekelezaji wake. Lakini na TSN yenyewe imo kwenye dira, kwa hiyo na yenyewe inaenda kutekeleza. Kwa mfano maendeleo haya ambayo tunayazungumza, utekelezaji wa kiwanda hiki kipya kikubwa cha uchapaji, mitambo ya kisasa ambayo inaenda kufungwa, ni sehemu ya utekelezaji wa dira. Mpango huu tunauzungumzia wa digital convergence wa TSN ni utekelezaji wa dira. Kwa hivyo maana yake ni hatua kwa hatua, na sisi tupo tunatekeleza dira hii ya 2050. Asante sana mkurugenzi. Sasa nini wito wako kwa Watanzania? Mimi niwaambie Watanzania, TSN ni chombo cha habari kikiwa kinasimamia magazeti ya serikali, lakini tumekuwa na majukwaa ya kidijitali. Tupo tayari kwa ajili ya kuwahudumia Watanzania kwa kuwapa habari za kuaminika na za uhakika. Niwakaribishe, niwaombe, karibuni sana kuvitumia vyombo hivi kwa sababu vipo kwa ajili ya kuwahudumia Watanzania. Asante sana. Asante sana. Asante sana.